Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza. Umejaa nguvu na mamlaka. Wewe Bwana umetupa kibali ya kuweza kusimama umetupa kibali ya kuweza kunena mausia yako ama moyo wako na kufunua mambo yale yote yaliyo katika sirini katika Old Testament, yale yote yaliyokuwa yamefichwa hapo. Bwana wetu Yesu Kristo umetutafsiria ndio tuweze kujua na kutambua na kufanya wengine wengi wetu waweze kuelewa na kujua mapenzi yako wakati wowote. Ninakushukuru wewe Bwana, ninakushukuru wewe Mfalme, ni kwa sababu nguvu zako na uwezo wako Bwana zinafanya kazi ndani ya mioyo yetu na ndani ya akili zetu. Na ndio Bwana Jehova Jireh, wakati wote tunenapo, Roho wako Mtakatifu aweze kuwa kiongozi wa kutuongoza kutokana na hali yoyote ile tulipo. Ilikuwa ni changamoto, tukijiuliza ya kwamba kwani kifo kilitoka wapi? Asante Mungu wetu Mfalme, ni kwa sababu kupitia neno lako tutaweza kupokea neema hiyo, na ndio tuweze Bwana Jehova Jireh kutambua sio sisi tulioleta, sio Mungu aliyeumba mauti, na sio Mungu alileta uofu. Hata uofu kuna mahali pale, na hata kifo kuna mahali pale zilizotoka, kwa sababu maandiko inasema ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Na kwa sababu Bwana Jehova Mungu wetu Mfalme, mtu wa kwanza ndio alifanya mauti ikaweza kuenea ulimwenguni. Mungu wetu na Baba wetu, tunaomba mioyo yetu wakati tunapoangalia neno lako, wacha Bwana Jehova Jireh tukaweza kutambua na kuwa na ufunuo, ni kwa sababu ya Roho wako Mtakatifu ndani yetu, na ndio kila mmoja wetu aweze kutambua na kuelewa mapenzi yako Bwana Jehova Jireh, na vile neno lako linavyotembea na vile neno lako linavyofanya kazi. Asante Mungu wetu Mfalme, ni kwa sababu hakuna mahali wewe uliweza kutamani mwanadamu akaweza kufika katika ubaya ama uofu ama katika kifo ama katika njia yoyote ile ya kutatanikia mawazo yetu na hata kazi hata maisha yetu. Ni kwa sababu uliumba mwanadamu ndio aweze kuwa katika amani na furaha. Uliumba mwanadamu ndio aweze kufurahia mambo yote na kazi yote ile Bwana Jehova Jireh wewe ulipo ya tamani wawe tuweze kuwa ndani yake. Na kushukuru na kuinua na ninakutukuza, na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen, amen, amen. Genesis 1, nitasoma mistari kidogo mahali pale. Kutoka 1, wacha nianzie 1. In the beginning God created the heaven and the earth. In the beginning God created the heaven and the earth. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Number 2, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Number 3, and God said, let there be light, and there was light. Nataka tuangalie vitu zile Mungu aliumba, kwa sababu Genesis ndio chanzo cha uumbaji wa Mungu, na chochote Mungu alichokiumba kiko Genesis. Na chochote unataka kujua kile Mungu aliumba, unaweza tu kukipata katika kitabu ya Genesis 1 and 2. Genesis 1 and 2. Na nje ya Genesis 1 and 2, nje ya Genesis 1 and 2, hakuna uumbaji mwingine Mungu aliumba. Mungu aliumba katika kitabu ya Genesis. Uumbaji uko katika kitabu ya Genesis, hauko Genesis 1 and 2. Kutoka chapter 3, hapo ndipo mwanadamu alikatalia Mungu. Sasa mwanadamu kukataa, kudisobey, from chapter 3 ni disobedient. Mwanadamu disobey. Uumbaji wa Mungu ni kutoka ni Genesis 1 and Genesis 2.
Kwa hivyo ndio tunaangalia tuone ni nini Mungu alichokiumba kutoka mwanzo. Acha tuendelee. And God said, let there be light. And there was light. Mungu akasema, na iwe nuru, na ikawa nuru. Number 4. And God saw the light that it was good. And God divided the light from the darkness. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Number 5. And God called the light day, and the darkness he called it night. And the evening and the morning were the first day. Wacha tusome Kiingereza. 6. And God said, let there be a firmament in the midst of the water, and let it divide the waters from the waters. Number 7. And God made the firmament and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament, and it was so. Number 8. And God called the firmament heaven, and the evening and the morning were the second day. Number 9. And God said, let the water under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear, and it was so. 28. 10. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters called the seas. And God saw that it was good. Number 11. And God said, let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself upon the earth. And it was so. Number 12. And the earth brought forth grass and herbs yield seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself after his kind. And God saw that it was good. Number 13. And the evening and the morning were the third day. Number 14. And God said, let there be light in the firmament of the heaven, to divide the day from the night, and let them be for signs and for seasons, and for day and years. Yes. Number 15. And let them be for light in the firmament of the heaven, to give light upon the earth, and it was so. Yeah. Number 16. And God made two great lights, great lights, the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night. He made the stars also. Yeah. Number 17. And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth. 18. And to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness. And God saw that it was good. 19. And the evening and the morning were the fourth day. Number 20. And God said, let the water bring forth abundantly the moving creatures that had life, and the fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven. Number 21. And God created whales and every living creature that moveth
that moveth, and the water brought forth abundantly after their kind, and every winged fall after his kind, and God saw that it was good. Yes. Number 22. And God blessed them, saying, be fruitful and multiply, and fill the waters in the seas, and let fall multiply in the earth. Number 23. And the evening and the morning were the fourth day. Number 24. And God said, let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle and the creeping thing, and the beast of the earth after his kind, and it was so. Yes. 25. And God made the beast of the earth after his kind, and cattle after their kind, and everything that creepeth upon the earth after his kind, and God saw that it was good. 26. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and offer all the earth, and offer every creeping thing that creepeth upon the earth. Number 27. So God created man in his own image. In the image of God created him. Male and female created he him. Number 28. And God blessed them. 28 inanifurahisha sana. Akasema, and God blessed them and said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. Yes. Number 29. And God said, behold, I have given you every hand bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree in the which is the fruit of a tree yield seed. To you it shall be for meat. Number 30. And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to everything that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green arms for meat. And it was so. Yes, to that one. And God saw everything that he had made, and behold, it was very, 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 very good. Akaona kazi yote yeye aliyoifanya eti ni sawa kabisa. Hallelujah. Mahali pale sijamaliza, hiyo ni 31 auga. Hiyo nitaisoma mpaka na Kiswahili. Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama ni chema sana. Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 6. Bwana asifiwe. Hallelujah. Yeah. Namshukuru Bwana ni kwa sababu ya from Genesis 1 mpaka Genesis mpaka verse 32 mpaka hiyo verse 31. Sasa nataka wewe mwenyewe uweze kuangalia uone
mahali popote Mungu alisema ya kwamba let there be, hakuna mahali Mungu mwenyewe kwanza tuondoe Mungu mahali pale, tukisema ya kwamba hakuna mahali ubaji wa Mungu aliuba death. Sababu angesema, tunaona ameuba right, amesema na kuwe na nuru, na nuru ikawa, na tuube mwanadamu. Na tukiangalia Genesis 2 tutamuona, wacha nikuonyeshe Genesis 2, wacha tusome hapo. That the heavens and the earth were finished. Umesikia? Genesis 2:1 inasema vizuri sana na 1. Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. Ati basi mbingu na nchi sikamalizika na jeshi lake lote. Kwa hivyo mbingu na nchi simemalizika pasipo Mungu kusema na kuwe na kifo, pasipo Mungu kusema na kuwe na evil, pasipo Mungu kusema na kuwe na magonjwa, pasipo Mungu kusema na kuwe na dhambi, pasipo Mungu kusema na kuwe na vita, pasipo na Mungu kusema na kuwe na mwangamio. Kwa hivyo kile hatujaona Mungu amekiuba sio kazi ya Mungu. Hiyo kazi itatafutwa wapi? Kwa mwanadamu na shetani. Na wakati tutakuwa tukiangalia, tukiendelea na hii topic, tutaona pasenti kubwa ni Satan ama ni man. Bwana asifiwe. Haleluya. Mambo kama hayo tusipoyatazama, tusipoyatambua ndani ya maandiko, tutakuwa sisi tukiwa katika sehemu ile ati sisi ndio righteous. Tutajiona tukiwa wakamilifu sana, tutajiona tukiwa wazuri sana, tutajiona tukiwa wema, tutajiona tukiwa katika ukamilifu. Haleluya. Na saa ile tunajiona tukiwa wakamilifu, percentage kubwa ya kuangamiza na kujiangamiza inatokana na mwanadamu. Bwana asifiwe. Kwa sababu nini? Mungu na Shetani wote wawili wanatumia mwanadamu mmoja. Mwanadamu ni yeye aweze kujichagulia ni nani atataka aweze kumtumia. Yeyote yule atatumika kupitia Mungu atakuwa na life, atakuwa na uzima wa milele. Yeyote yule atajiachilia kwa yule muovu, devil, Satan, a death haitaondoka katika maisha yake. Lakini kwa nini death ilipatikana katika ulimwengu? Kwa nini evil ilipatikana katika ulimwengu? Hiyo ni kitu tunafaa tujiulize. Kwa sababu Mungu hakuiumba, Mungu hakuileta, Mungu hakusema kitu kama hiyo, na aliumba. Na tukaona Genesis 2:1 inasema ati basi mbingu na nchi sikamalizika na jeshi lote, na jeshi lote. Nayo Genesis Genesis 1:31 Mungu akasema ya kwamba, na Kiswahili, Mungu akaona kila kitu alichokifanya, tazama ni chema sana. Akaona kile alichokiumba ni kitu kizuri na cha kupendeza. Mungu akatia muhuri ya kwamba kazi yake ni njema, na kazi yake
ile aliyoifanya Genesis 1 and 2 ilikuwa ya kupendeza, ya kumpendeza, tena ya kumpendeza mwanadamu, ya kufanya mwanadamu akae na amani na akae na furaha. Yote aliyoiumba ni ya kumtunza mwanadamu, ni ya kufurahiwa na mwanadamu, ni yani ni kitu kizuri mwanadamu akijichagulia kukaa ndani yake. Haleluya, Bwana asifiwe. Kwa hivyo Genesis 2 tumesoma hiyo 1:22. Kwanza 1, basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Number 2, akasema, and on the 7th day God ended his work. Hapo tena very important kujua huo mstari wa number 2. Ni kitu jema na kizuri sana cha kutambua mstari wa number 2. Mstari wa number 2 katika Genesis 2. Genesis 2:2. Neno linasema ya kwamba, and on the 7th day God ended his work. Noigwa, which he had made, and he rested on the 7th day from all his work which he had made. Kiswahili, na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote. Inatuonyesha kuamkia siku ya saba, Sabbath day. Haleluya. Neno linatuambia kwamba Mungu alimaliza kazi yote. Kwa hivyo siku ya saba hakuna kazi yoyote ile Mungu aliyoifanya. Siku ya saba inasemekana Mungu alipumzika. 7th day Mungu alipumzika. Wakati ule nilikuwa ninatazama juu ya 7th day, nilionelea 7th day ile mwanadamu ametambua kazi ya Kristo, kufa, kuzikwa na kufufuka. Wakati mtu ameitambua na akaokolewa kutoka hiyo siku aliyookolewa, huyo mwanadamu alipumzika kama vile Mungu alipopumzika. Bwana asifiwe. Yule mtu hajapumzika anaonekana ako tu katika kazi, na ile kazi anafanya ni yake, kwa sababu kazi yote Mungu aliyoifanya, hiyo ndio tunafaa kufuata na kusherehekea na kuionyeshana katika ulimwengu kwa watu wote. Bwana asifiwe. Neno linasema, na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya saba. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Aliachana nayo na akapumzika. 7th day. Hallelujah. Kwa hivyo wakati kusema 7th day ni wakati ule mtu ameondoka katika kazi zake. Ni wakati ule mtu ameamini kazi ile Mungu aliyoifanya, hiyo ndio tu ile kazi tunafaa kutilia maanani na kuitambulisha. Na wakati ule alipumzika, hakuambia mwanadamu yule aliyeumba atetazama pale, fanya vile. Aliumba mwanadamu akiwa wa mwisho, kama vile mwanamke akiwa hospitali ama mahali popote akizaa, anazaa, anapumzika. Na wakati amempumzika, katoto kale amekazaa, kanakuwa tu katika mkono wake, nako kamepumzika. Katoto kalikuta mama amepumzika, nako
kakapumzika kama vile mama yake amepumzika. Kazi ya kale katoto ni kukula na kunywa kile katapewa na mzazi. Na sisi wakati ule tulikuta mwanadamu wakati ule alikuta Mungu amepumzika, kwa sababu mwanadamu aliumbwa siku ya 6, na siku ya 6 wakati alipoumbwa aliumbwa kuamkia siku ya 7 alikuta Mungu amepumzika. Kwa hivyo kazi ya mwanadamu ni kufanya nini? Alikuwa apumzike kama vile muumbaji babaye amepumzika. Babaye hana kazi anafanya, na kwa sababu mwanadamu hajapewa kazi, sasa ni yakae katika kifua cha baba, apumzike mahali baba amepumzika. Hiyo ndio ilikuwa. Mungu alimaliza kazi siku ya 6. Mwanadamu aliamkia siku ya 7 pamoja, siku ya 7 kwa sababu wakati aliumbwa siku ya 6 aliamkia nuru asubuhi ya siku ya 7. Bwana asifiwe. Akamkuta baba amepumzika, muumbaji amepumzika. Sasa afanye nini? Ni akae pale na muumbaji, kumtazama tu, kumsikiliza tu akiwa amepumzika. Hakuna kazi yoyote ile mwanadamu wakati alimaliza kuumbwa aliambiwa fanya. Hakuna. Aliamkia katika mapumziko. Aliamkia kazi ikiwa imekwisha. So hamna kazi yoyote ile Mungu alitaka mwanadamu aweze kufanya. Kwa nini? Kwa sababu yeye mwenyewe alimaliza kazi yote ikakwisha. Yeye mwenyewe alifanya kazi yote ikakwisha. Na ndio katika kitabu ya Mathayo inasema, kujeni nyinyi wote katika karamu yangu, nimetengeneza vinono, nimetengeneza chakula na vinono zimejaa mezani mwangu. Kujeni mule na mkunywe, mna mpumzike. Haleluya. Mungu anatuitia tayari kazi ameshaimaliza. Kazi imemalizika tayari. Kazi imefanyika tayari. Haleluya. Na ile kazi alimaliza hakuna kifo. Ile kazi alifanya hakuna kifo. Ile kazi alifanya hakuna magonjwa. Ile kazi alifanya hakuna maovu. Hakuna kazi alifanya akasema hii ya uumbaji wa kitu fulani nimeachia mwanadamu afanye. Hapana. Sisi tumekalia kazi imekwisha. Sisi tumekalia kazi imekwisha katika uumbaji wake. Namba chapter 2 number 3. Wacha tuone. Namba 2 nirudie kidogo. Na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akastarehe siku ya 7. Akaacha kufanya kazi ya yote aliyoifanya. Kwa hivyo hata sasa hivi wakati, yani kuna kitu nataka tuangalie, wacha nikiseme nisisahau. Wakati tunamwambia Mungu shuka ufanye, Mungu hawezi. Alimaliza kazi. Alikufanyia yote. Mungu alimpa number 26 ya Genesis 1. Wakati aliposema na tumuumbe mwanadamu kwa mfano wetu, alimpa chochote mpaka chakula ile atakula. Hata wanyama aliwagawia chakula ili zao zile. Kumbuka vizuri sana. Aliwaumba wanyama na akawaambia chakula yenu ndio hii. Akamuumba mwanadamu akamwambia chakula yako ndio hii. Kwa hivyo hakuna mahali alikuambia fanyia chakula yako kazi. Na hakuna mahali alikuambia ate ukikosa kitu fulani uniite. Hakuna.
Bwana asifiwe. Kwa sababu nini? Mungu alijua chochote mwanadamu anachokihitaji ameshakimaliza, ameshakipeana. Sababu kazi ya Mungu, hebu mtazame umuone, kabla ya ulimwengu kuumbwa, Mungu alikuwa anajua haya yote ninayafanya kwa sababu ya mwanadamu. Ni wewe ulifanya Mungu amkie kazi yote hizo siku zote 6, alafu akapumzika siku ya 7, kwa sababu alikuwa anajua ya kwamba hata wewe hataki uje ujisubue ama ujistaabishe na jambo lolote lile, sababu wewe ni mwana wa mfalme na mwenye kibali ni Mungu wetu, na kibali chote ni chake. Na hakuna wakati tajiri anaweza achilia mtoto wake aweze kuteseka kama maskini wengine. Yule mtoto asimuaibishe, asifanye anguke katika wakunenwa na watu. Kwa hivyo atajaribu juu chini, hata kama mtoto wake si mzuri, kumfanya mema, kumzungumzia vile anaweza toka katika hali ya dhambi, hali ya uovu, vile anafaa yani aweze kuunganisha moyo wake na moyo wa baba, ndio aweze kuandamana vyema, na ndiye kama vile baba yake ametajirika naye aweze kutajirika. Hivyo ndivyo sisi kama watumishi, wakati wowote tunanenea watoto wetu, kwa sababu tunajua watoto wanaweza kutuaibisha, watoto wanaweza fanya wokovu wetu na kuhubiri kwetu kuonekane kama sio sawa. Kazi yetu ni kuanene. Mungu akafanya kila kitu ni kwa ajili ya mwanadamu, ndio mwanadamu aweze kuwa katika ukamilifu, mwanadamu asikose kitu, mwanadamu asiwe na shida yoyote ya magonjwa itaweza kumuumisha, mwanadamu asiwe na shida yoyote ya jambo lolote lile litaweza kumzuilia kumuona Mungu na kuona uwezo na nguvu na mamlaka yote ya Mungu. Mungu alifanya kila jambo ni kwa sababu yako wewe mwenyewe. Mungu alichoka hizo siku 6 mpaka ya 7 akaamua kupumzika milele. Na wewe anataka uweze kuingia katika pumziko lake lile linaitwa umilele. Haleluya. Pumziko hiyo 7th day. Pumziko ni 7th day. Na 7th day sio ati ni siku ya church. Hiyo ni watu wameweka vile tulikuta. Haleluya. Siku yoyote unaweza iweka kuwa ni siku yako ya kufanya nini? Ya kumwabudu Bwana. Na kwa wale wametambua 7th day ni nini, wamefanya kila siku, kila saa, kila dakika kuwa pumziko. Kwa sababu maandiko imetuambia kwamba wakati Mungu alipumzika 7th day, hakufanya kazi nyingine, alimaliza kazi yake yote. Kwa hivyo siku zile zote zilibaki, umilele wake ni kupumzika. Na mimi na wewe anataka, yeye hataki hata tuwe katika kazi hata kidogo. Yeye anataka tuingie katika pumziko, katika umilele wa kupumzika. Kwa sababu yeyote yule amemwamini amepumzika pamoja na yeye katika pumziko lake. Na yeye kwa sababu Mungu wetu ni wa milele na mambo yake yote ni umilele. Yule mtu ameshaingia na akapata upenyo ndani yake, wakawa kitu kimoja, atapumzika milele akiwa hapa ulimwenguni, na hata wakati atatoka ulimwenguni atakuwa katika pumziko. Pumziko si hapa tu ulimwenguni, ama pumziko sio tu katika kifo. Pumziko ni sasa na hata milele. Hata baada ya kufa itakuwa tu ndani ya pumziko. Sasa hivi niko ndani ya pumziko. Bwana asifiwe. Ya? Tunaendelea
tunaendelea ndio tukiendelea hivyo 1 2 3. Wewe Chris Ndomi uliniuliza hiyo swali. Chris Ndomi, nilikwambia nitaiweza kuifafanua kwa mambo mengi. Kwa hivyo kuwa pale ndio uweze kuelewa na kujua uweze kusaidika. Chris Ndomi ndio uweze kusaidika na yale tutakapo yasoma katika maandiko. Kwa hivyo ninaamini Chris Ndomi mahali upo, nilikutumia link na ninajua unaweza sikiliza mahali popote ulipo na utaweza kutambua kitu moja mbili. And God blessed, number 3. And God blessed the 7th day and sanctified it, because that in it he had rested from all his work which God created and made. Unasikia? Ate Mungu akaibarikia siku ya saba, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba kuifanya. Haleluya! Mungu alipumzika. Negenaga ni fafa. Ate alifanya kazi yote pasipo mwanadamu. From the first day to 6th day alifanya pasipo mwanadamu. Alimalizia jioni na mwanadamu. Kwanza asubuhi ya 6th day aliwaumba malaika, wale watakao msaidia nani? Mwanadamu. Aliwaumba kwanza wale watakao msaidia mwanadamu wakati amepumzika pale. Malaika ni watumishi wetu. Malaika ni wetu wa kutusaidia, our servants, kulingana na Hebrews 1. Hallelujah. Alafu masaa hiyo ingine masaa ya saa 8 ya sasa Mungu akamuumba mwanadamu. Kwa hivyo mwanadamu alimalizika usiku ukiingia. Mwanadamu alipumzika usiku ukiingia. Kwa hivyo mwanadamu aliamkia the following day Sunday, akakutana na nuru. Hallelujah. Na wakati alipokutana na nuru, nuru amepumzika, nuru amelala, nuru pale ako katika utawala wake na kujiangalilia kazi ile amefanya. Akasema ndani ya maandiko, na yote akaifurahia, na akasema yote ni njema, yote ni nzuri, yote ni ya kufurahisha. Bwana asifiwe. Huyo ni muumbaji. Haleluya. Alifurahishwa na vile mwanadamu alipotokea akiwa katika usawa wake, na katika mawazo yake na moyo wake mwanadamu akatokea kulingana na vile Mungu alipokuwa akihitaji. Na wakati alisamaliza siku ya saba ikafika, Mungu akasema, kwa sababu kazi yangu yote imemalizika, sasa nimepumzika. Mwanadamu wakati alipoamka hivi kufungua jicho, aliona Mungu. Kufungua jicho lake, wa kwanza kuona ni God himself. Alijikuta katika presence ya Mungu. Kwa hivyo mwanadamu hakuna kazi aliambiwa fanya hii. Kazi yake ilikuwa kuangalia huko, kwenda tu na kufurahishwa na chochote kile. Haleluya. Alifurahishwa. Mwanadamu twajichokeza na mambo mengi, lakini Mungu alituleta katika ulimwengu tuwe katika pumziko, na katika pumziko ni tuweze kutii na kukubali mwongozo wake, sababu yeye ndiye alikuwa mwanzilishi wa kila jambo na kila kitu katika maisha yetu. Haleluya. Wacha tusome namba 4. These are the generations of the heavens
and of the earth when they were created, in the day that Lord God made the earth and the heavens. Number 5, and every plant of the field before it was in the earth, and every herb was in the field before it grew. For the Lord God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the earth. Kwa hivyo hakuna kitu kingefanyika kwa sababu hakukuwa na mwanadamu yeyote yule Mungu alikuwa amemuumba aweze kuyatayarisha ardhi. Na mvua haukuwa unatoka juu, mvua ulikuwa unatoka na huku chini, unafanya udongo ama soil iweze kuwa wet, na ile hiyo wetness inakuisha chakula. Hallelujah, Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni kazi hiyo, tena ni another topic. Kwanza 6, but there went up a mist. Kulikuwa na hiyo ukungu wa ardhi ulikuwa yani, but there went up a mist from the earth and watered the whole face of the ground. Ukungu ukapanda katika nchi, ukatia maji juu ya uso wote wa ardhi. Kwa hivyo ule ukungu, hiyo vapor ilikuwa inafanya ulimwengu wote uweze kuyeyuka na uweze kuwa na kuwa maji. Kwa hivyo 7, and the Lord God formed man. Sasa unaona mwanadamu kamili aliubiwa wapi? Mwanadamu kamili aliubiwa katika Genesis 2:7. Genesis 2:7. Everything was prepared kabla mwanadamu kamili anayeitwa Adam aliumbwa. Mstari wa 7 katika Genesis 2 ikasemaje? And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Ati wakati ule mchanga, ukungu huo unafanya ardhi iweze kuyeyuka na kuwa wet, Mungu alichukua, kulingana na neno, alichukua huo ukungu, hiyo dust, hiyo sasa akaitengeneza mwanadamu. Hivyo ndivyo inasemekana katika 7. Ati Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampuliza puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Kuna kitu nilijua, hii pumzi hai sio life eternal. Hii pumzi hai ni pumzi ya kukufanya tu uwe uhai. Pumzi hii ni kama vile iko na wanyama na iko na miti na wanyama na mwanadamu walipokea hiyo pumzi hai. Kwa hivyo huyo mtu atakuwa uhai. Na mtu wa Mungu, hii ni kitu tunafaa kutambua sana. Ndio tusifikirie ya kwamba Adam aliumbwa na umilele. Umilele unakuja baada. Mtoto anazaliwa akiwa pumzi hai, akiwa na uhai, kama vile mti uko na uhai na kama vile wanyama wako na uhai. Ndio mimi niweze kupokea everlasting life, eternal life. Hiyo tena ni another process. Kwa hivyo eternal life na kupokea breath of life si kitu moja. Hapa ndipo watu hawaelewi. Kuna kuzaliwa ukiwa na uhai, na kuna
kupokea uzima wa milele kutokana na kupokea the Holy Ghost. Hapa Adam hakupewa Holy Ghost, alipewa pumzi ya kumfanya kuwa hai kama mti na wanyama. Haleluya. Baadaye akagojeshwa kujiamulia kupokea the Holy Ghost, uzima wa milele. Hapo ndipo sasa mambo yote iko. Haleluya. Ni wakati gani huo? Ate 7 Swahili. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai. Mtu akawa nafsi hai. And the Lord God planted a garden eastward in Eden. Ate Mungu akatengeneza shamba katika Edeni, eastward. Kiugoge ke eastward, mtu anatoka east kuingia west ndio aweze kuingia katika holy place, kuendelea holy of holies. East, west side ndio Bwana ako anaishi katika pande ya west side. Lakini east side ni watu wale walio tu na pumzi hai. Wale watu walio tu na pumzi hai wako east side. Na mtu ndio uweze kupokea eternal life, ni lazima uweze kuingia katika west side, ndio uingie holy of holies. Nimezaliwa nikiwa na pumzi hai, na ndio niweze kuingia katika righteousness na kupokea holiness of God. Ni lazima niweze kutambua Christ, kwa sababu Christ ndiye ako na eternal. Yeye ndiye eternal. Yeye ndiye eternal life. Haleluya. Kwa hivyo watu wale walio katika ulimwengu wako east side, hawajaingia katika mahali pale pa kutolea sadaka ya kuteketezwa kulingana na Israelites. Ako tu na uhai kama ubwa, kama kodoo, kama elephant, hippopotamus, vigiriri, wanyama wa kila aina. Lakini wakati ule ameamini kazi ya Kristo msalabani, ameanza kazi ya kuwa kuingia katika tabernacle. Wakati umefanya umetoa wakati wale wana wa Israeli. Yes, sio sisi leo hatukuna sacrifice tunatoa. Our sacrifice ni kuamini hiyo kazi, yule aliyetoa hiyo sacrifice na ni Christ. Yule alifanya mimi niweze kupumzika. Yule alifanya mimi nisikutane na kifo ama maovu. Kama vile Mungu aliumba kila kitu katika ulimwengu, ndio mwanadamu asiingie katika kazi ya kuharibu kazi yake. Lakini mwanadamu ni nani? Aliingia tu. Neno linasema Bwana Mungu akampanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. 9. And out of the ground made, nitafikisha hapa 9, kwa hivyo sikiliza hapa ndio tuweze sasa kuendelea, dakika zile zimebaki kidogo. And out of the ground
made the land God to grow every tree that is present to the sight. Mungu akaumba kila aina yote ya mti ule upendezao macho, and good for food, na ule utokao chakula. Kwa hivyo Mungu ameumuumba Adam katika ndani ya shamba la Edeni. Na wakati alipomuumba Mungu akamuumba Adam na ndani ya wakati alimuumba katika, yani sio ndani, ni kumuingiza, alimuingiza akamleta katika hiyo shamba. Aliweza kutayarisha na kupalilia, akaita Eden. Hapo ndipo aliweza kuweka kila aina yote ya miti ya kufurahisha na ya chakula. Kwa hivyo mti ule ulikuwa umezunguka Eden, mahali pale Mungu Adam aliletwa, alitengenezewa nje, akaigizwa ndani. Na wakati aliigizwa ndani Eden, akawa amezungukwa na miti yote inayofurahisha. Kila aina yote ya miti ilikuwa imejaa katika hiyo shamba la Edeni, ikamzunguka yote. Alafu hiyo miti ndio ile ilikuwa chakula yake. Kwa hivyo chochote Adamu alikuwa anachokihitaji kilikuwa kimemzunguka. Hiyo ni jambo ya kwanza. Alafu and out of a ground made the Lord God to grow every tree that is present to the sight, and good for food, the tree of life also in the midst. Katikati ya shamba la Edeni kulikuwa na mti. Mungu akaupanda mti. Mti gani? Tree of life. Katikati, lazima ujue hapo. Katikati, at the middle, center, akaweka mti wa uzima, tree of life. Also in midst of the garden, add the tree of knowledge of good and evil. Tena hapo akaweka mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Mti ule, tree of life, is a symbol of Christ. Tree of life is the symbol or shadow of Christ. Knowledge of good and evil is the shadow of Satan. Jambo moja ninafurahia, Mungu hakuumba Satan katika Genesis 1 and Genesis 2. Satan hakuumbwa na mtu, na Mungu. Ule Mungu aliumba siku ya 6 malaika alikuwa anaitwa Lucifer. Mungu aliumba malaika anaitwa Lucifer. Mungu hakuumba Satan, aliumba Lucifer, angel. Yule alikuwa archangel. Kwa hivyo uelewe hivyo, sio Mungu aliumba Lucifer. Sio Mungu aliumba Satan. Mungu aliumba archangel, alikuwa anaitwa Lucifer. Akasema atena huko katika shamba la Edeni akaweka mti wa ujuzi wa mema na mabaya, tree of knowledge of good and evil. Akaweka, ule unasimamia Satan ama devil. Akaweka. Bwana Mungu akachipuza katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Yes, akaweka. Hapo ndipo tumefika number 9 katika Genesis 1 and Genesis 2. Kwa hivyo mtu wa Mungu, kuna kitu moja ninataka uweze kujua.
Kuna vitu Mungu hakuumba kwa sababu hatukuziona. Ukikosa kujua haya, hata nisida nikikwambia dhambi ilitoka wapi, utashika tu kitu ya kama mchezo. Kwa hivyo ndani ya uumbaji wa Mungu katika Genesis 1 hakuumba giza. Number 2, hakuumba death. Number 3, hakuumba Satan. Hallelujah. Number 4, hakuumba rain ile itokao heaven. Hiyo rain hakuiumba. Hiyo ya kumwagika kutoka mbinguni hakuiumba. Alisema na kuwe na firmament. Ile itakuwa ikifanya ulimwengu uweze kuwa cool. Hiyo maji inatoka. Na ile ingine ya huku chini itafanya udongo uweze kuwa ya kukuisha chakula. Kwa hivyo wakati ule jua unajua jua aliumba wakati iko katika nafasi yake ya kuwa na moto kali, inabaranziwa na hiyo firmament. Bwana asifiwe. Kwa hivyo watu wasichomeke, kwa sababu Mungu hakuwa anafanya kazi ya kutesa mwanadamu. Kwa hivyo unafaa kujiuliza, rain ilitoka wapi? And what is rain? Hiyo inatoka mbinguni na kushuka. Ndio mtu wa Mungu uweze kujua vitu hizi zinazotutesa ulimwenguni zilitoka wapi. Mambo haya yanao tufinya, hali hii ya umaskini, hali hii ya magonjwa, hali hii ya vita na kuchukiana, kukataliana na kuuana ilitoka wapi? Hiyo hauwezi iona katika kazi ya Mungu from Genesis 1 and 2. Hiyo inapatikana kutoka Genesis 3, mahali pale mwanadamu alikataa kuongozwa na Mungu. Please, hii ni part 1. Tutaendelea hivyo. Bwana asifiwe. Tukijua ya kwamba mwanadamu hakuna kazi alipewa ya kumchokeza. Mwanadamu aliumbwa ndio apumzike. Aliwekwa pale ndio aweze kuwa na amani, na akapewa kila kitu, chakula chake chote, mavazi yake yote, chochote anachokihitaji alipewa apumzike kama vile baba yake amepumzika. Ame na amani kama vile baba yake amepakwa na amani. Bwana asifiwe. Mambo mengine haujaiona, yote yale hujaiona katika uumbaji wa Mungu Genesis 1 and 2. Usifikirie kuna kitu kingine Mungu aliongezea. Mungu ametuambia vizuri sana, yeye alipumzika kwa kazi yake zote, na akafanya hiyo siku ya saba akaifanya kuwa sanctified. Bwana asifiwe. Tukiwa pale, kwa hivyo tukiwa pale tunatazama, ndio niweze kujibu swali ya yule aliyeniuliza. Chris, najua uko hapo. Neno linasema wakati ule Mungu alimweka Adam katika shamba la Edeni, kuna jambo moja alimnenea katika Genesis 2:16. Amemmaliza mtu, tumemuona pale katika Genesis 2:7-9. Amemuumba 7-9 na akampatia na akamweka mahali pale anapofaa. Na ndio Mungu aweze kuenda na ndio mwanadamu aweze kutembea katika njia za Mungu na kuelewa ako na mtu anaye mpeleka, kiongozi wa kumuongoza. Mungu akamwambia Adam, number 16, Genesis 2:16. Mungu alimnenea Adam akamwambia, mtu wa Mungu, najua wewe unatakaga kujibiwa swali mara moja.
lakini hiyo mara moja shortcut hakuna mahali itakutokeza, hakuna kitu itakusaidia. Na ndio ninakupeleka hivyo ndio uweze kuelewa, jambo hautakuwa na swali lingine lolote, umetambua na umeelewa. Kwa hivyo kifo kilitoka hapa, dhambi ilitoka hapa, kwa hivyo ni fulani alileta kifo. Yes. Number 16. Mungu wakati alimweka Adam and Eve katika shamba la Edeni na akampa chakula, akampa mahitaji yake yote, Mungu akamwambia, wacha kwanza tusome 16. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat. Mungu akamwambia Adam, ate Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu, akasema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. Matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. Mungu alimwambia hadharani, matunda ya mti wowote katika shamba la Edeni waweza kula. Hiyo kwanza tushike. Meteo the edine wa mugoda wa Edeni noure. Lakini mahali kukiingia lakini chunga sana. Lakini inatofautisha, kuna mambo mawili. Kuna ile ya juu na hii ya chini amewekea lakini. Lakini wacha tuone. Lakini but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. Ati akamwambiaje? Lakini warakni, matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Mungu akamwambia miti yote katika shamba la Edeni. Hiyo ni miti gani? Ule wa chakula na wa kufurahisha ukiuona, yani ule wote wa miti ile ilikuwa ndani ya shamba la Edeni, yote ni sawa, imekupa Adamu, kula au pumzike. Na mti mwingine uko ndani katikati ya shamba, mti unaitwa wa uhai, wa uzima, tree of life. Hata hiyo kula imekupa. Akamwambia, lakini kuna mti mmoja sitaki ukule, wa ujuzi wa mema na mabaya. Wacha nikwambie, kumbuka Mungu aliumba miti yote ndani ya shamba la Edeni. Tumeona ameumba. Usiulize na kwa nini aliumba huo mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Miti yote aliumba kisawasawa, na akapendezwa na hiyo miti yote aliumba katika usawa ndani ya shamba la Edeni. Lakini akasema huu mti nitautenga, niambia Adam and Eve wasikule. Yes. Mti haukuwa na shida, ulikuwa mwema, mti mzuri. Kwa sababu Mungu alisema kazi yangu ni sawa. Hakuna kitu Mungu aliomba kibaya. Hata huo mti wa ujuzi wa mema na mabaya ulimfurahisha. Aliumba kama vile aliumba zingine. Aliweka kama vile aliweka zingine, lakini alichagua tu mtu mmoja. Kama vile watoto wako wakiwa 5 na unataka kwenda na mmoja, utawaambia nataka mtu mmoja, nichague mtu mmoja niende na yeye, haya wengine waache wakifanya kazi fulani fulani. Kwa hivyo ninataka wewe Jerry twende na wewe. Sio ati anachukia hawa wengine, wote ni wake. Lakini amechagua tu Jerry, akamwambia Jerry twende. Fulani wewe ndio utaachwa ukiangalia watoto hawa wengine, naye fulani tutaenda na yeye ndio akanisaidia jambo fulani. Sio ati ni kuchukia,
Sio ati huyo ameenda katika kazi kubwa, yani ati katika lakini kampani ya huyo mwenye kumchagua. Mungu akachagua ule mti mmoja, akasema huyu msikule, huu msiutumie. Yes, huu mti msiutumie. Kwa hivyo haukuwa mti mbaya, lakini Mungu aliuchagua wasiutumie. Kama hata wewe unachagua kitu unakiweka kando. Unaweza kuwa na pesa yako 100,000, uchague 30,000 uweke kwa bank. Sio ati hizi zingine hazina value. Hapana, umechagua tu hiyo, ukasema wacha ikakae kwa bank. Ni yako tu na ni nzuri na unaipenda. Hivyo ndivyo Mungu aliuchagua mti, kwa sababu tukiangalia neno anasema na kazi yote ile aliyoifanya akaona ni njema. Ya ama vile unachagua nguo katikati ya zingine, kwa sababu mahali unapoenda ni mahali pa unataka kwenda ukiwa decent, unachagua nguo moja ile na wewe unaona hii ndio inafaa kwenda ni mahali kama hapo. Hizi sio ate hizi zingine hawawezi, hautavaa tena, ate si sawa, ni nzuri zote. Ile tu utachagua umeifanya kuwa hiyo ndio inafaa katika hiyo sherehe. Mungu akaichagua huo mti, huo ndio aliona unafaa kutotumiwa na mwanadamu. Yes, akachagua. Kwa hivyo nataka tumuone Mungu kwa akili na katika upendo na katika wema, na ndio tuweze kujua ya kwamba tunafaa kuwa na kiongozi tutakaye kutazamia katika mwongozo. Tena Adamu asione kama ateni wao. Mungu alitaka kuwaonyesha, niko hapa ndio nikuongoze. Mimi muumbaji wako, nikikwambia hii wachana nayo, hata kama sio baya niliona yote ni njema, wachana nayo kwa wakati huo. Pengine ni kwa nafasi hiyo, kama vile mtu anaenda hospitali unaambiwa, unapewa madawa alafu unaambiwa kwa huu muda usikunywe maziwa, kwa huu muda usikule nyama. Haleluya. Akaambiwa mti wa ujuzi na mabaya usikule, wakati mtakapokula mtakufa hakika. Haleluya. Yes. Number 16 ndio nisome 17 ndio ile kitu ya 16 Swahili. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. 17 But of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. Wakati mtakao kula huo mti, kwa uhakika mtakufa. From there, Adam and Eve si wako kwa saba, si wamewekwa katika furaha zao, si wameachiwa kila kitu, si kazi yao ni kuzunguka huko katika shamba la Edeni na kujiangalilia mambo mazuri na mambo ya ajabu. Lakini mtu wameambiwa msile. Kesho tutaingia na wewe katika Genesis 3. From Genesis 3, hapo ndipo mwanadamu aliweza kudisobey. Genesis 3 nayo tuone Adam and Eve ndio kifo kiweze kutufikia. Kilitufikia namna gani? Tulifikiwa na kifo namna gani? Nini kilisababisha? Kwa nini kifo kiko na utawala? Kwa nini mwanadamu anateseka? Haleluya. Haleluya, Bwana asifiwe. Kwa hivyo watu wa Mungu tutaweza kuona
sababu time yangu imekwisha. Nataka tu nikufungue na mimi ni unifungue niende katika jambo lingine, lakini nakwambia kesho tuko Murang'a. Na haya mazuri na matamu ndio tunapelekea watu wa Murang'a Conference and open air. Kule tutafurahi, kule watatabua siri ya ufalme wa mbinguni na uwezo wote wa Mungu na kazi yote ya Mungu anaofanyia mwanadamu na upendo ulio ndani ya Mungu. Kwa hivyo mpaka mahali tumefika, kesho sasa tutaingia. Tumefika katika Adam kuambiwa Genesis 2:16 and 17. Adam, usikule mti wa ujuzi wa mema na mabaya, na ukweli ukikula utakufa hakika. Ndio tumuone wale wengine waliingilia. Wale waliingilia ndio wako na makosa, ama ni yule aliambiwa usile mti wa ujuzi wa mema na mabaya ako na shinda, ama ni Mungu mwenye kumwambia ako na shinda? Tutaangalia hayo yote siku ya kesho. Ninakupenda mtu wa Mungu, ninakupenda, na ninajua katika upendo wa Mungu tuna uwezo wote na nguvu zote za kufanya kazi. Kule Murang'a Kirele tutaanza kazi. Tunakutana na tunaingia kwa hall masaa ya saa 6. Kwa hivyo ninajua kufika huko mambo yote itakuwa sawa. Kwa hivyo tukutane mapema kwa uwezo wa Mungu. Wacha tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru na tunakuinua. Umejaa nguvu na mamlaka, Mungu wetu na Baba wetu, kwa ushindi wote na kwa mapenzi yote yako Bwana. Tunaelewa na tunajua ya kwamba ni kazi yako Bwana Jehova Jireh, umetupa ndio tuweze kutenda yote kulingana na vile upendavyo. Asante ni kwa sababu Bwana Jehova Jireh umetuonyesha mapenzi yako kupitia uumbaji wako mtakatifu. Mambo yale yote yanayotutesa sio wewe uliiumba, sio wewe uliiweka, sio wewe ulitangulia kuifanya. Bwana Mungu, mambo yale yote uliyafanya ni mema, ni mambo mazuri. Ulimpenda mwanadamu, ukamtayarishia mahali pema, ukampa chochote anachokihitaji kwa upendo wa ajabu ulio ndani yako, na ukamkumba siku ya 6 ndio amkie tu siku ya 7 apumzike kama vile wewe Bwana umepumzika. Pokea sifa na utukufu. Hata kama mwanadamu ni mtu wa kukausha singo, hata wakati alipokausha singo yake na kugeukia yale yote ulikuwa umesema asifanye, haukumwachilia. Uliendelea tu Baba na kumuonyesha upendo, uliendelea tu na kumuonyesha vile ni wa dhamana na vile haugetaka aweze kuangamia. Bwana wetu, Mungu wetu, pokea sifa, ni kwa sababu yote utaweza kutufundisha na kutuelekeza kulingana na vile Bwana wangu wewe upendavyo. Ni kwa nguvu zako na mamlaka yako sisi tutaweza kusimama, na ni kwa nguvu zako tumesimama leo, tumetambua leo, tumesikamana leo na upendo wote na nguvu zote katika uwezo na mamlaka. Wewe Bwana wastahili sifa na utukufu wakati wowote tuishivyo. Bwana wewe ni mwenye nguvu na mwenye mamlaka. Twakutukuza na twakuinua siku ya kesho. Bwana, ninaomba uongozi na utawala wako kutoka leo mpaka siku ya mikutano hii yote tuko nayo mbele yetu. Bwana wetu Yesu Kristo, najua ya kwamba kwa sababu tupo, watu wako wataipokea. Kwa sababu tumetenga hizo masiku, Yesu Kristo, utafanya kazi yako kulingana na vile upendavyo. Na wale wote Bwana Jehova Jireh umewaweka pale, umewaweka kwa kusudi la kwamba wataelewa, watatambua na wataamini yale yote mfalme ulikuwa umewapangia waweze kuamini. Asante ni kwa sababu ya ufalme wako, asante ni kwa sababu ya pendo lako, asante ni kwa sababu ya wingi wa utukufu wako, na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini.
Amen. Amen. Nampenda mpaka kesho na hizo siku zingine zote.